naona huu mkojo. Huu mkojo huu ni dhahabu, ni lulu, ni almasi, yani ni kitu cha maana sana kwa watu wenye shida za figo. Watu wenye shida za figo hawazalishi kitu kama hiki. Hao wengine wanazalisha kidogo sana. Huu mkojo huu ni mchujo wa damu katika mwili wako kutoka mifumo mbalimbali, inapita pale kwenye figo, sumusumu zinatolewa, ndio inakuwa mkojo. Sasa figo zikifeli, ile damu itapita pale na sumusumu zake, zile sumusumu hazitolewi, zinabaki mwilini. Sasa zikibaki mwilini, ndio sasa unaanza kupata shida mbalimbali, shida za ngozi, miwasho, ngozi inakauka, pressure zinapanda, maji yanajaa mwilini, kunaanza kuvimba, kichefuchefu, kiungulia, gesi, asidi, unapata matatizo ya kichwa kinauma, kizunguzungu, kuchanganyikiwa, unapata matatizo ya kifua kinajaa, hauhemi vizuri, moyo kwenda mbio, yani matatizo ni mengi, sumusumu zikibaki mwilini. Sasa ndugu yangu, hii kitu hii, jilinde, jipende sana, hii kitu uendelee kuipata. Kivipi? Vinavyoua figo, pressure ambayo iko juu, pressure za juu ambayo huja idhibiti, sukari, madawa ya maumivu, hivi ndio visababishi vikubwa vya haya mambo. Sasa pressure na sukari ni mazao ya tumbo. Ukinenepa, pressure zitapanda. Ukiwa unakula nyama zenye mafuta mengi, makemikali, unakunywa sana ma energy, unatumia makemikali mbalimbali, pressure zitapanda, sukari zitapanda, utaua figo. Kwa hiyo wewe ambaye uko katika hayo mazingira, ni mnene, unakula hovyo, mawanga, mafuta, masukari, ma energy, masoda, hakikisha unachunguza figo zako. Pima figo zako angalau hata mara 2 kwa mwaka, ujitambue. Usisubiri mpaka figo zifeli. Usisubiri mpaka mkojo upungue. Yaani ukija katika hizo hatua utakuwa umeshachelewa. Lakini ukigundua mapema, unaweza kusaidiwa, figo zako zikarudi zikawa ziko salama. Wewe ambaye uko kwenye industry yani sekta za kilimo, watu wa urembo, yale makemikali, yale madawa yale, na yenyewe yanaweza kaathiri figo. Kwa hiyo hakikisha unaenda kufanya uchunguzi. Pima figo, pima figo, pima figo. Figo sasa hivi ni janga kubwa sana. Ni janga kubwa. Narudia, ni janga kubwa. Nenda kapime figo.